Wakati zaidi ya mataifa 100 yakikutana kujadili mzigo wa deni unaokandamiza dunia ya tatu kupitia kongamano la kusaka ufadhili kwa ajili ya maendeleo lililofanyika mjini Sevilla nchini Hispania, imekamilika kwa habari njema, huku Hispania ikitangaza kupeleka dola bilioni 1.9 katika shirika la fedha la kimataifa IMF ili kusaidia mataifa yanayoendelea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisisitiza kuwa madeni yanalemaza mataifa maskini na ni bomu linalosubiri kulipuka. Ripoti ya hayati Papa Francis, kama ilivyosomwa na mshindi wa Nobel laureate Joseph Stiglitz, inaonyesha zaidi ya watu bilioni 3 wanaishi katika nchi zinazolipa zaidi kwenye riba kuliko huduma za afya. Wito mkubwa umetolewa na kufanya mageuzi katika mfumo wa fedha wa dunia, huku viongozi wa Afrika akiwemo Rais William Ruto wa Kenya pamoja na Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal wakiongoza sauti ya mabadiliko. Lakini swali kubwa linaloulizwa na wachambuzi wa masuala ya siasa, je, huu ndio mwanzo wa suluhisho la kudumu kwa mzigo wa madeni unaoandama bara la Afrika, au ni mtego wa kuliingiza bara la Afrika katika madeni yasiyoweza kuhimilika?